kuweza ku ring the bell kuashiria opening. Makofi makubwa sana. Alright. Huu ni mfuko ambao unaweka historia kwa kuwa mfuko wa kwanza wa uwekezaji wa pamoja ambao unaorodheshwa katika soko la hisa. Mfuko huu umepata mafanikio ya kuweza kupata kiasi cha shilingi bilioni 6.8 ukilinganisha na bilioni 5 ambazo zilitarajiwa kupatikana katika mauzo ya awali, ikiwa ni mafanikio ya asilimia 136. Lakini vile vile asilimia 82.8 ni wawekezaji mmoja, ikiwa ni pamoja na vijana na wanawake na makundi maalum. La asilimia 17.2 imetoka kwa wawekezaji ambao ni taasisi pamoja na kampuni. Mfuko huu unatarajia kuongeza ukwasi pamoja na kutoa fursa kwa wawekezaji mbalimbali, ambapo kwa kununua kipande kimoja katika mfuko huu una uwezo wa kuwekeza katika makampuni 5 kwa pamoja, ikiwa ni benki ya NMB, CRDB, kampuni ya Afriprice, Nicole pamoja na soko la hisa na Dar es Salaam. Kwa hiyo leo tumefungua ukurasa mpya katika masoko ya mitaji, ambapo tunatoa fursa kwa wawekezaji wa ndani pamoja na wa kimataifa waweze kushiriki katika soko la hisa hapa Tanzania. Mafanikio ambayo yamepatikana kutokana na mauzo ya hisa za mfuko huu yanatokana na mazingira wezeshi shirikishi pamoja na mazingira mazuri ya kisera, kitendaji pamoja na kisheria ambayo yanawekwa na serikali kupitia mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana, ambapo miongoni mwa sababu zilizowezesha mfuko huu kupata mafanikio makubwa ni kutokana na mamlaka kuweza kutoa idhini ya kushusha kiwango cha ushiriki kutoka shilingi milioni 1 mpaka shilingi 20,020, ambapo imeweza kuwezesha wawekezaji mmoja wengi zaidi kuweza kushiriki. Lakini vile vile matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano, ambapo mfumo wa kidijitali uliweza kutumika kwenye mauzo na hivyo kuweza kuwafikia wananchi wengi mijini pamoja na vijijini. Vile vile elimu kwa umma ambayo inaendelea kutolewa na wadau katika masoko ya mitaji kwa kushirikiana na Benki Kuu, mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana pamoja na Wizara ya Fedha imewezesha kuwa na uelewa mkubwa, ambapo tumeona kumekuwa na mwamko mkubwa sana kwa wawekezaji wengi zaidi kuweza kushiriki. Tunatoa rai kwa kampuni binafsi katika sekta ya umma pamoja na binafsi kuweza kutumia fursa zinazopatikana katika masoko ya mitaji kuweza kushiriki kwa kutumia fursa zilizopo ili kuweza kupata rasilimali fedha ambazo zitatumika katika kutekeleza miradi mbalimbali na shughuli za kibiashara ili kuweza kuchochea maendeleo ya uchumi katika nchi yetu. Vile vile tunatoa rai kwa kampuni zingine ambazo zina leseni kutoka mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana kuweza kuiga mfano ambao umeonyeshwa na kampuni ya Vertex International Securities, kuja na bidhaa bunifu ambazo zitatoa wigo mpana kwa wawekezaji wa ndani na wa kimataifa. ETF hii tunayozindua leo, kama hukupata nafasi ya kuinvest kwenye IPO, sio mwisho wa safari. Leo ina list na ni open ended, kwa hiyo fursa ya kuinvest bado ipo. Kwa hiyo tunakaribisheni muendelee kusupport ili tukue kwa pamoja. Leo Vertex imepiga hatua muhimu sana ya kuintroduce ETF ya kwanza kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, ambapo ukinunua kipande kimoja unakuwa umewekeza katika makampuni 5 kwa wakati mmoja. Tunashukuru wawekezaji wote ambao wameweza kuwekeza kwenye ETF ya Vertex kwa sababu tumevuka lengo kwa zaidi ya asilimia 36
tulipanga kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 5, lakini tumefanikiwa kukusanya shilingi bilioni 6.8 na wawekezaji zaidi ya 6,300. ETF ya VETEX inaorodheshwa leo kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Kwa hiyo itakuwa inauzwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam kuanzia leo. Zaidi ya miaka 20 tokea kuanzisha soko la hisa la Dar es Salaam mnamo mwaka 1996, hatukuwa iko na aina hii ya bidhaa iliyoorodheshwa sokoni. Kwa hiyo leo ni furaha na ni historia tumeiweka tena kwa masoko ya dhamana na mitaji kwa Afrika kuwa na dhamana kama hii iliyoorodheshwa sokoni. Hivyo tunawasihi wa Tanzania ambao hawakuweza kushiriki katika kununua au wakati inauzwa kwa mara ya kwanza, tunawasihi waje sokoni, soko la hisa la Dar es Salaam. Wanaweza kuipata kuanzia leo, itakuwa inauzwa kwa bei nzuri na wawekezaji ni fursa. Hivyo ni sehemu ambayo wanaweza kunufaika kiuchumi kwa kuwekeza kwenye mfuko huu ulioorodheshwa sokoni siku ya leo